Jeshi la polisi limeweza kufanya operation na kukamata jumla ya madereva 11 ambao madereva hao wamejihusisha katika makosa ya udereva usiozingatia kanuni, sheria na taratibu za usalama barabarani kwa kufanya makosa hatarishi kama ambavyo nimesema. Hivyo hatua ambazo zimechukuliwa ni kuwafungia leseni za kuendesha vyombo vyao hivyo vya moto, leseni za udereva. Wamefungiwa kwa kipindi cha miezi 6 kutoendesha kabisa vyombo hivyo vya moto. Mnamo tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 2 za asubuhi, katika barabara inayotoka Nyehunge kuelekea Nzera, wilaya ya Sengerema, jeshi la polisi usalama barabarani waliweza kuwakamata madereva wawili ambao ni Daudi John Mapalala, ana miaka 36, huyu mkazi wa Geita, akiwa na gari namba T 560 DTU aina ya Tata Bus, na Sospita Lubigisa Mpanduji, huyu ana miaka 31, mkazi wa mkoa wa Geita, alikuwa akiendesha gari namba T 321 DAR aina ya Tata Bus. Magari yote ni mali ya kampuni inayofahamika kwa jina la Bibi Family na yanafanya safari zake kati ya Mwanza na Nzera mkoani Geita. Hawa madereva hawa katika barabara hiyo niliyoitaja walikuwa wanaelekea upande mmoja wa barabara, wanakwenda sambamba upande mmoja wa barabara wakiendesha magari hayo sambamba, kitendo ambacho kilisababisha kuwazuia watumiaji wengine wa barabara wasitumie barabara hiyo, lakini kitendo ambacho ni kosa kingeweza kusababisha ajali mbaya ya barabarani. Lakini pia matendo ya aina hiyo ni matumizi mabaya ya barabara. Kawaida barabara inayopitisha magari kwa upande wa kuja na wa kwenda, inabidi magari yaende katika msururu mmoja, labda vinginevyo dereva mmoja akiovertake anatakiwa kuovertake sehemu ambayo inaruhusiwa na kukaa upande wake ili kuruhusu magari mengine yaweze kutumia barabara. Sasa madereva hao tumeona wamefanya kitendo cha hovyo kabisa ambacho jeshi la polisi hatuwezi kukivumilia, hivyo wamefungiwa leseni kutoendesha magari kabisa kwa kipindi cha miezi 6. Tukio la pili ni kwamba Mashiba Emmanuel Amza, huyu ana miaka 28, mkazi wa Kishiri, wilaya Nyamagana. Huyu alikuwa akiendesha gari namba T 271 ENA aina ya Shakman. Huyu alikamatwa tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu akiendesha gari hilo kwa mwendo kasi katika maeneo yenye makazi ya watu. Ni hatari hii kuendesha gari kwa mwendo kasi kwenye makazi ya watu, kwa sababu dereva anatakiwa azingatie watumiaji wengine wa barabara. Barabarani anakuwa hayuko peke yake, unaoenda kwa miguu, watoto. Kwa hiyo lazima aendeshe mwendo wa taratibu ili kuzingatia usalama na maisha ya watu wengine. Hivyo naye ameingia katika hilo kundi, atawajibishwa kwa kufungiwa leseni yake ya udereva kwa kipindi cha miezi 6. Mnamo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 6 za mchana, katika barabara ya Nyasaka eneo la Bundesliga, walikamatwa Buluba Damas Romano, ana miaka 27, ni mkazi wa Ilemela Mahakamani. Huyu alikuwa akiendesha gari lenye namba za usajili T 334 CHD. Hii ni aina ya Toyota Hiace. Wa pili dereva ni Nelson Elias Lugonda, miaka 36, mkazi wa Nyakato, wilaya Nyamagana. Huyu pia alikuwa akiendesha gari namba T 347 CTE aina ya Toyota Hiace. Hawa wote kwa pamoja walikuwa wakiendesha magari sambamba wakielekea upande mmoja kwenye barabara yenye njia mbili, moja ya kwenda na nyingine ya kurudi, kitendo kilichosababisha kuwazuia watumiaji wengine wa barabara na kusababisha foleni kwa watumiaji wa barabara hiyo.
ndio kama yale makosa ya lile tukio la kwanza. Sasa haya ni matumizi mabaya ya barabara, na kwenye barabara zenye magari mengi analeta foreni ambayo si lazima kuwepo. Kwa hiyo na madereva wawili tumeona nao wawajibishwe kwa kufungiwa leseni kwa kipindi cha miezi 6 na waende chuoni. Wakitoka huko basi watakuwa wamepata akili za kutosha za kutumia barabara vizuri, wakati na wengine wanaruhusiwa kutumia barabara, sio wao peke yao. Madereva wengine hawa wamefungiwa leseni zao kwa kuyapita magari mengine sehemu ambayo hairuhusiwi, wanafanya wrong overtaking. Ni makosa haya. Mnamo tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu majira ya saa 5:55 jioni, hii ilikuwa katika barabara ya Mwanza kwenda Shinyanga, eneo la Ukiriguru, wilaya ya Misungu. Jeshi la polisi lilimkamata dereva aitwaye Jumanne Isa Zengo, miaka 42, mkazi wa Nyegezi jijini Mwanza. Alikuwa akiendesha gari namba T 542 EFH aina ya Golden Dragon Bus, mali ya kampuni ya Alistars, akiyapita magari mengine sehemu isiyoruhusiwa. Kitendo hicho alikifanya akiwa amebeba abiria, hivi alikuwa anahatarisha usalama wa maisha ya abiria aliwabeba, maisha yake mwenyewe na maisha ya watumiaji wengine wa barabara. Kwa hiyo naye amefungiwa leseni katika kipindi hicho nilichokitaja. Mnamo tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu majira ya saa 12:15 asubuhi katika barabara ya Mwanza kwenda Shinyanga, eneo la Ukiriguru, wilaya ya Misungwi, alikamatwa Godfrey Mahela Mkingwa, miaka 31, mkazi wa mkoa wa huyu ni mkazi wa mkoa wa Shinyanga. Alikuwa akiendesha gari namba T 200 ESZ aina ya Golden Dragon Bus, mali ya kampuni ya Alistar. Pia alikamatwa kwa kosa la kuyapita magari mengine sehemu isiyoruhusiwa. Kitendo hicho alikifanya akiwa amebeba abiria, hivyo kuhatarisha maisha ya abiria wake, maisha yake yeye mwenyewe dereva na watumiaji wengine wa barabara. Pia tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu majira ya saa 12 jioni katika barabara ya Mwanza kwenda Shinyanga, eneo la Ukiriguru, wilaya ya Misungwi, alikamatwa Hassan Ado Simba, miaka 48, mkazi wa mkoa wa Shinyanga. Huyu pia alikuwa akiendesha gari namba za usajili T 264 ETH aina ya Scania, mali ya kampuni Asante Rabi, kwa kosa la kuyapita magari mengine sehemu isiyoruhusiwa. Kitendo hicho pia alikifanya akiwa amebeba abiria, hivyo kuhatarisha usalama wa maisha yake yeye mwenyewe na watumiaji wengine wa barabara. Mnamo tarehe 11 siku hiyo mwezi wa 6 majira ya saa 7 za mchana katika barabara Mwanza Shinyanga, eneo la Mkolani, wilaya Nyamagana, alikamatwa Sebastian Cassian Francis, miaka 48, na mkazi wa Nyakato National, wilaya ya Nyamagana, akiendesha gari lenye namba za usajili T 207 DVN aina ya Tata Bus, mali ya kampuni ya Mkombozi Safari, kwa kosa la kuyapita magari mengine sehemu isiyoruhusiwa. Kitendo hicho alikifanya akiwa amebeba abiria, hivyo kuhatarisha usalama wa maisha yake mwenyewe dereva, lakini na maisha ya watumiaji wengine wa barabara. Pia tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu majira ya saa 10:30 jioni katika eneo la Kaluluma, barabara ya Mwanza kuelekea Geita, wilaya ya Misungwi, alikamatwa Faustin Boaz Kulwa, miaka 36, mkazi wa Usagara, wilaya ya Misungwi. Huyu alikuwa akiendesha gari namba T 562 DXD aina ya Tata Bus, mali ya kampuni ya Prince Zuberi 23, kwa kosa la kuyapita magari mengine sehemu isiyoruhusiwa. Kitendo hicho dereva alikifanya akiwa amebeba abiria, hivyo kuhatarisha maisha ya abiria aliyokuwa amewabeba, maisha yake yeye mwenyewe na makondakta wake, lakini pia
maisha ya watumiaji wengine wa barabara yalikuwa hatarini wakati huo akiwa anafanya mambo hayo ya ovyo. Kama nilivyosema, madereva hawa wote wamefungiwa leseni zao kuanzia tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu kwa kipindi cha miezi 6. Katika listi hiyo na nyongeza hapa, yuko dereva ambaye alikamatwa naye pia kwa kuendesha gari akiwa amelewa. Huyu alikamatwa tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu. Ilikuwa ni majira ya saa 11 jioni katika eneo la Misungwi, barabara ya Mwanza kwenda Shinyanga. Alikamatwa Musa Paulo Mukonga, ana miaka 38, huyu mkazi wa Buswelu, wilaya ya Ilemela, akiendesha gari namba T 155 DSF aina ya Toyota Kluga akiwa amelewa. Achilia mbali kwamba alikuwa amelewa, dereva huyu pia hakuwa na leseni, anajiendesha gari bila kuwa na leseni. Dereva huyu atafikishwa mahakamani kwa hatua za kisheria. Operation hiyo ambayo itaendelea imelenga barabara kuu zinazotoka na kuingia katika mkoa wa Mwanza, lakini imelenga kwenye barabara za katikati ya jiji kwa lengo la kuzuia ajali au kwa lengo la kudhibiti kabisa matukio ya ajali.